wote wanaoifuatilia NYTV, na tupo sasa Ifakara na tupo katika jimbo la Morogoro Kati, na mbele yangu ninaye askofu wa jimbo hili ambaye ndiye mwenyeji wetu, na tunalo kongamano kubwa ambalo litafanyika kuanzia siku ya kesho na litaendelea mpaka siku ya Ijumaa. Tunaamini yako mengi ambayo atakwenda kueleza kama askofu mwenyeji wa jimbo hili. Wametuandalia yapi katika kongamano hili? Hatuwezi kujua kama ni la kwanza au lishaifanyika kongamano kama hili. Karibu. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hongereni kwa maandalizi. Asante sana. Kwa kweli tunashukuru. Mungu anatusaidia, maandalizi yanaendelea vizuri kama ambavyo unaweza kuona. Na tukufahamu kwa wale wasiokufahamu, tufahamu nani? Asante. Mimi naitwa Alex Ali Ngilisi, ni mchungaji na askofu wa jimbo la Morogoro Kati katika kanisa letu la TAG. Na tunamshukuru Mungu kwamba Bwana ametupa neema kwa namna ambavyo askofu mkuu ametupatia hili kongamano zuri sana ambalo kwa kweli linakwenda kubadilisha maisha, historia na huduma kwa ujumla katika huduma za wachungaji, kwa sababu litakwenda kuhusisha wachungaji na wake zao, lakini pia wakuu wa idara za jimbo na seksheni na washirika kwa ujumla wake. Ni majimbo mangapi yatakayohusika katika hili kongamano? Kwa kweli kongamano hili hasa linahusika na jimbo la Morogoro Kati, lakini pia tumewaalika majirani zetu wa Morogoro Kusini na wajirani pia Morogoro Magharibi, tunaweza tukawa nao baadhi yao. Na hili ni kongamano la kwanza au ishafanyika kongamano kama hili? Kwa kweli kongamano kama hili ni la kwanza ambalo kwa neema Mungu ametujalia na ametupa kibali hiki kwamba Baba Askofu Mkuu ametutunuku kwa kutupatia kongamano hili ambalo kwa kweli nasi tunamshukuru Mungu sana, kwa sababu kwa jimbo letu la Morogoro Kati na Kusini ya zamani hatujawahi kupata kongamano kama hili. Mara nyingi yamekuwa yakifanyika kule Morogoro mjini, tulikuwa tukienda kushiriki huko, lakini sasa imempendeza Mungu kwamba Baba Askofu Mkuu hilo kongamano alilete ukanda huu wa Morogoro Kati. Nategemea kuwepo na watu wangapi pengine katika hilo kongamano? Kwa kweli kwenye kongamano hili tunatarajia kuwa na watu wasiopungua 500, ni zaidi ya 500, kwa maana ya kwamba wachungaji peke yao na wake zao tunafika zaidi ya 300, lakini pia tukijumlisha na wakurugenzi wa idara za jimbo na sehemu, tukijumlisha hapo kwa viongozi tu tunaweza tukafika 500 na kitu. Lakini pia kwa sehemu hii ya Ifakara tuna sehemu section 4 ambazo na zenyewe tumewakaribisha pia wazee wetu wa kanisa na viongozi wa idara za makanisani, wanaweza pia wakawa pia washiriki wa tukio hili, na idadi inaweza ikaenda pengine hata zaidi ya 600. Kwa askofu wa hili jimbo unapeleka ujumbe gani kwa wale ambao wanakufuatilia kupitia NYTV? Kwa kweli nikiwa askofu wa jimbo la Morogoro Kati, jambo la kwanza ninamshukuru Mungu kwamba Mungu ametubariki. Mimi nikiwa askofu katika jimbo hili na nikiwa katika awamu hii, jimbo hili la Morogoro Kati sasa imekuwa kama jipya, na hii programu imekuwa kama vile ni limbuko, kwa sababu huyu mtumishi wa Mungu amekuwa akifanya na makanisa ya ujumla wake ya CPCT, lakini kwa sasa Mungu ametupa kwamba tuwe naye katika kanisa la TAG kama TAG, na kwa mara ya kwanza anaanza na sisi watu wa jimbo la Morogoro Kati. Kwa hiyo tumeona tumependelewa kwamba Baba Askofu Mkuu alipokuwa na tafakari kwamba sasa anaanzaje kwa namna ya kuanza na huyu ndugu kufanya na kanisa la TAG, sisi tumekuwa kama sasa tutakuwa shamba darasa kama limbuko. Kwa mara ya kwanza huyu ndugu anakuja kufanya huduma kwenye jimbo langu. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hilo. Lakini jambo la pili, tunatuma ujumbe kwamba kwa wote ambao wanatupata kwenye tangazo hili linapofikia, tunawakaribisha wote, sio tu kwamba ni wachungaji na wake zao na viongozi wa idara na wake zao na viongozi wa makanisa, lakini na washirika wote pia ambao wanaweza kupata fursa hii, tunawakaribisha na watahudumiwa vizuri kabisa. Naam. Tunafahamu kongamano linaanza kesho. Tunaweza kupata ratiba inaanza saa ngapi na inaisha saa ngapi? Kesho tunamshukuru Mungu kwamba huenda Mungu akitujalia kuamka salama, tutalianza rasmi mapema kabisa saa 1 asubuhi, vipindi vitaanza. Na wajumbe wote watakuwepo hapa, watapata chakula cha kifungua kinywa hapa, lakini huku tukiwa tunaendelea pia watapata chakula cha mchana wote hapa, na hata
usiku pia chakula cha jioni watapata wote hapa. Na baadhi ya kwaya zitakuwepo hapa na waimbaji binafsi au tumezialika kwaya ili kwamba zije zihudumu pamoja nasi, lakini pia tuna timu yetu ya kusifu na kuabudu ya jimbo la Morogoro Kati, wao watahudumu, na waimbaji binafsi pia wamealikwa na wamepewa nafasi na watahudumu. Nikushukuru sana askofu. Asante sana, nashukuru sana. Kwa hiyo nitoe mwaliko kwa wote, tunawakaribisha na Mungu awabariki, kwa sababu kongamano linaenda kwa kauli mbiu ya uhuru. Kama tunavyoweza kuona, uponyaji ni kongamano la uponyaji na uhuru. Kwa hiyo tunakwenda kuwekwa uhuru kwa neno la Mungu linalokwenda kufundishwa, lakini pia kwenda kuponywa pia, kwa sababu kuna shuhuda nyingi, tukianza na ule uponyaji ambao Mungu ametufanyia kuanzia kwa baba askofu mkuu, Mungu alivyomponya. Kwa hiyo tuna ushuhuda mwingi, na tunajua kupitia kongamano hili tunaendelea kutoa ujumbe kwamba Bwana Mungu wetu Mwokozi Yesu anaponya na anaweka huru kwa wote tunao mtumaini na kuhitaji msaada wake. Kwa hiyo kupitia kongamano hili tunaamini kuna uponyaji mkubwa unaenda kufanyika na kuwekwa huru kwa maisha ya watu. Nakushukuru sana. Asante sana. Mimi naitwa William Msimbe, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Sinai au TAG Sinai Ifakara. Tuko viwanja 60 ama uwanja wa taifa siku tunaita. Nao ugeni ambao utakuwepo katika kanisa lako, pengine una yapi ya kuzungumza baba? Kwanza ninamshukuru Mungu kwa sababu katika jimbo la Morogoro Kati tuko wengi, lakini mimi nimepata neema kubwa sana kwamba kongamano la siku 3 lafanyikia hapa kwetu Sinai. Kwangu mimi ni muujiza niseme, na ninafurahi kwa sababu tunapokea wageni ambao ni mgeni mzito kutoka taifa, na sisi tuko tayari, tuko kwenye maandalizi kama tunavyotuona hapa kwa ajili ya kuweka mambo sawa ili kesho mambo hapa kongamano lianze. Mchungaji, ulianzia hapa huduma? Hapana, hili kanisa ni la 3. Nilianzia kanisa Morogoro mwaka ule 1986 kule Mgeta Morogoro, kule nimechunga makanisa mawili. Mwaka 1995 ndipo nikaletwa hapa Ifakara. Wakati nakabidhiwa kanisa hili ni kama kumkabidhi mtu mgonjwa ambaye ni mahututi, ni mawili, apone au afe, kwa sababu hali ilikuwa ni mbaya, na mimi ni mchungaji wa 6 mahali hapa, na hata viongozi wangu wakati huo, askofu wa jimbo la Mashariki alikuwa ni mchungaji Muiche, na makamu wake alikuwa mtoka mbali Titus Mkama alikuwa ni katibu. Kwa ndipo nikaletwa huku, lakini askofu wangu Muiche alisema neno moja kwangu ni mtaji. Akasema hali ni mbaya, lakini nenda, Mungu wako atakusaidia. Hili neno Mungu wako atakusaidia ndio mtaji mpaka leo nasimamia. Kwa namshukuru Mungu, kufika hapa si kwa akili za kibinadamu, uweza kama hapana, ni Mungu. Tunasema ni Ebeneza. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, kama kulikuwa na mchungaji ambaye alikuwa anatolewa mfano kwa kushindwa, ni mimi. Watu wengi walitucheka, wakasema hatuna Mungu, tumekufa. Yaani maneno mabaya yote yalisemwa kwa ajili yetu, kwa ajili yangu hasa. Maana najua kanisa la kupokea ambalo watu 5, wachungaji 5 wamepita afu nakabidhiwa, lihitaji neema ya Mungu. Ukweli namshukuru Mungu sana, tena sana. Kama kuna mchungaji leo namtolea mfano kwa kushinda, ni mimi. Sana baba. Nashukuru sana. Kwa hiyo Mungu anageuza meza. Wale watu walikuwa wananidharau leo wananiheshimu, na namshukuru Mungu pia. Na mimi pia kati ya miongoni wa injilisti wa taifa ambao ni uzao wa Dr. Mtokambali, mimi ni tuko 17. Kwa hiyo tunaifanya kazi ya injili na Mungu anatutia nguvu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba Mungu ametusaidia. Mungu ametusaidia. Pengine tangu uwepo hapa kongamano kama hili lishawahi kufanyika hapa? Yako mengi yamepita. Yako makongamano ya wamama, yako makongamano ya jimbo yamepita, na hili pia lipo kwa jinsi yake. Hili lipo kwa jinsi yake. Kwanza pia tuna mgeni mzungu. Kwa hiyo tutakuwa na mgeni mzungu, na pia ni neema hiyo. Tunamshukuru Mungu sana kwamba ukweli tumepokea wageni wengi. Okay, una neno gani kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia NYTV pamoja na washirika ambao wanakaa katika viunga hivi? Kwanza wale washirika ambao wanakaa kwenye viunga hivi na wakaribisha, na sio washirika tu,
hata wale ambao sio washirika na wakaribisha, karibuni sana, maana hili kongamano ni la moto wa uamsho. Lakini pia nataka nitoe neno moja kwa wachungaji wenzangu. Hii kazi ya Mungu inahitaji uvumilivu. Inahitaji uvumilivu pasipo kukata tamaa. Changamoto zipo, kukatishwa tamaa kupo, lakini kaa kwenye wito. Na mimi nimejifunza, sipendi sana kumuiga mtu, ila najifunza kwa watu. Mtu anaweza kujifunza, na nimejifunza kwamba ukitaka kufanikiwa jifunze kwa aliyefanikiwa. Na hilo kwangu ndivyo nilivyofanya. Ni kweli mazingira ambayo nilipokea kanisa yalikuwa ni magumu kibinadamu, lakini nimejifunza kusimama na kile ninachokiamini. Mimi binafsi siamini kwamba Mungu hawezi. Hata ukiniamsha usiku wa manane, najua Mungu yote yanawezekana kwake, amini. Kwa mimi siamini kwa Mungu hawezi. Mungu anaweza. Kwa imani ndio mtaji wako. Mimi umenifikisha hapa. Kwa namshukuru Mungu sana. Umejipangaje kwa ajili ya wageni ambao watakuwa katika hema yako kwa muda wa siku 3, pengine na changamoto ambazo kwa siku ambazo mko kwenye maandalizi imeshazipata? Ni kweli, kwa kutokana na uzoefu, tunapokuwa na makongamano kama haya, kama mwenyeji lazima jipange. Hivi toka asubuhi nipo pamoja na mama kusimamia mambo ndio kama naenda vipi. Kwa tumejipanga, pia tumepanga hata watu wa afya, chochote kikitokea bado watu wa afya wapo, lakini pia mama waombaji wapo. Ukweli tumejipanga sasa, tuna uzoefu pokea wageni. Tuna uzoefu. Asante sana mchungaji. Nashukuru.